Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu halmaarufu Kisengere nyuma cha Prudent. Jina langu ni Melab Ngetich. Tunang'oa nanga na taarifa kwamba hisia mseto zinazidi kutolewa miongoni mwa Wakenya kuhusiana na ugombeaji wa kiti cha muungano wa Afrika. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu tunaungana na ripota wetu Hilary Muyesu kwa mengi zaidi. Naam, ni katika kaunti hii ya Uasin Gishu, haswa katika jiji kuu la Eldoret, ambapo wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu wanaendelea kutoa hisia pamoja na maoni tofauti kuhusiana na jinsi au kuhusiana na iwapo bwana Raila Odinga atapata ushindi katika kiti hiki cha AUC au muungano wa Afrika au la. Kumbuke kwamba zimesalia takriban siku 4 tu kabla ya kuelekea katika uchaguzi ambao utakuwa unafanyika juma hili siku ya Jumamosi. Huku joto la kuwania kiti cha muungano wa Afrika likiendelea kupamba moto, wakazi tofauti kutoka kaunti ya Uasin Gishu, jiji kuu la Eldoret, wameendelea kutoa maoni tofauti kuhusiana na iwapo Raila Odinga atafaulu au la. Acha tuseme hivi, tujipe nguvu, tuseme atashinda kwa ajili kwa hizi ma countries. Hii yetu ni ya Kristo, yeye ni Mkristo, na iko Afrika mingi ni Waislamu. Sasa hatujui wale watasema Muislamu wao anafaa kuwa akipewa, Mkristo anapewa namna gani, lakini tujipe nguvu tuseme atashinda. Vilevile kulingana na mkazi huyu Ben Ngugi, anatoa maoni kuwa iwapo Raila Odinga hatashinda kiti hicho, basi asalia serikalini na sio upinzani kwa sasa. Akirudi itabidi akuja akae tu kwa hiyo serikali, juu hapo ndio kila kitu yake sasa iko. Si upinzani kwa sasa. Kwa miaka 5 itabidi akue kwa serikali. Nitaweza nikawaambia tuwe na subira, tuongoje, tuone vile kutaenda. Mungu atatusaidia, ataweza kuchukua, tusiwe na wasiwasi. Kwa upande mwingine pia tunakutana na Bi Otieno ambaye ni mfanyi biashara kutoka kaunti hii ya Uasin Gishu, huku akisema kuwa Raila Odinga ndiye amekuwa akiwasaidia kusukuma na kuimarisha uchumi wa taifa. Raila akienda huko AU, hiyo uchumi yetu itakuwaje? Si tutakuwa tumekufa kwa hii Kenya. Tulikuwa tunaomba Raila rudi nyumbani atuchunge. Mimi ninaomba asipite, arudi. Akipita Kenya imeisha hivyo. Uchumi imekuwa mbaya. Tutasaidiana namna gani ndio hii pesa ikue? Hakuna pesa. Hakuna pesa vile ilikuanga hata kwa serikali ya Uhuru. Bwana Karanja vilevile ambaye anaonekana kujawa na huzuni kulingana na jinsi hali ya maisha imekuwa ngumu, alikuwa na haya ya kusema. I've got a lot of pain just because if only I never got a job. I've got children. I've took them to school. They are educated, but they are jobless. Please assist us as hustlers. We are begging. I have wept because I've got a lot of pain inside, deep in my heart. Please remember us, and we are the same people who shall vote for the same government. If only you can assist us, we are ready to vote the same government back. If only you can assist us, please, we beg. Thank you. Naam, kweli kabisa ni katika kaunti hii ya Uasin Gishu katika jiji kuu la Eldoret, ambapo ni baadhi tu, hayo yakiwa ni baadhi ya maoni ya wakazi wa kaunti hii, wengine wakisema kwamba itakuwa vyema iwapo Raila Odinga ataingia katika kiti cha AUC au cha muungano wa Afrika na kuwa kiongozi, ili kwamba akaweze kuleta muungano katika mataifa ya Afrika. Wengine wakisema kwamba basi itakuwa vyema iwapo atarejea nyumbani na kuingia katika chama pinzani ambacho kitaipa serikali upinzani wa hali ya juu, ili kwamba wahakikisha kwamba wametekeleza majukumu au miradi tofauti yakiwemo maendeleo kwa faida ya taifa na pamoja na Wakenya kwa ujumla. Nikiripotia runinga ya Prudent kutoka kaunti ya Uasin Gishu, jiji kuu la Eldoret, jina langu ni Hilary Muyesu. Kwingineko, wabunge wa Azimio wapinga uamuzi wa Spika Moses Wetangula kuhusiana na walio wengi bungeni. Brian Kieng na mengi zaidi. Niko hapa jiji la Eldoret County au Uasin Gishu, ambapo tumeweza kutembea hapa ili niweze nijue wakazi hao wako na maoni gani kuhusiana na mabadiliko ya hapo chana
ambapo spika wa bunge Moses Wetangula aliweza kutoa uamuzi. Kupitia uamuzi wa spika wa bunge Moses Wetangula kuwa Kenya Kwanza ndio wengi bungeni, maoni tofauti imeibuka hapa jiji la Eldoret. Husiene Daniel ni mkazi hapa Eldoret na anatoa maoni yake akiunga mkono spika wa bunge kwa uamuzi wake. Mambo ambayo yanaendelea sasa kwa ila spika Moses Wetangula kutangaza Kenya Kwanza ni majority, hiyo ni sawa, kwa sababu baada ya elections tuliona kwamba Kenya Kwanza waliposhinda wale wengine walirudi wakakuja upande wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo Moses Wetangula sawa kabisa, kudos, endelea hivyo kwa sababu majority kwa sasa Kenya Kwanza. Phil Kipkemboi anasema kwamba spika wa bunge halipendelea mrengo wa Kenya Kwanza. Spika Wetangula kwa muda mrefu ametuonyesha kwamba kwa mambo yake yote ako biased. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba upande wa Azimio wanafaa wapewe majority side. Lakini Speaker Wetangula he denied them their right. So hiyo ndio maoni yangu. Hayo tu ni maoni ya moja kwa moja ya wakazi wa hapa jiji la Eldoret County ya Uasin Gishu wakitoa maoni tofauti. Nikiripotia runinga ya Prudent nikiwa kaunti ya Uasin Gishu. Jina langu ni Brian Kieng. Tukiachana na hayo, wabunge wa Azimio la Umoja wiki hii wameandaa maombi ili kumwombea Raila Odinga kwenye hazma yake ya ugombeaji wa kiti cha Muungano wa Afrika. Maureen Jeptum anatueleza mengi zaidi. Wajumbe wa chama cha ODM walipanga mkutano wa maombi wa waziri wa zamani Raila Odinga anapowania kiti cha AUC itakayofanyika siku 4 ijayo. Na hii leo tuko katika kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret kuwauliza wakazi ama wakaaji, je, maoni yao ni yapi? Stanley Sang, mfanyabiashara Eldoret, anasema kwamba maoni yangu kulingana na mzee mheshimiwa Raila Omolo Odinga, kwa upande ya kuwa the president ya AU ya mzee anafaa kwa hiyo kiketi, by the way, because ni mzee wa kazi. Stanley anaunga mkono akisema kwamba kulingana na historia Raila Odinga anafaa kiti cha AU. Raila Omolo Odinga anafaa akuwe kwa hiyo kiketi because si kwa sababu ya umri yake ako sawa. Kulingana na mimi umri yake ako sawa. Kwa hiyo kiketi inamfaa kwa sababu ni mzee wa kazi. Inamfaa kabisa kulingana na historia. So mimi sioni ubaya yote kwa mzee. Mzee anafaa akuwe ashinde kwa hiyo kiketi. Kwingineko ni kwamba Boniface Chesire, mkaaji wa Eldoret, anamtakia mheshimiwa Raila Odinga kiti. Na mimi kwa maoni yangu kuhusu the AU chairperson, naweza takia Raila Odinga ushindi. Amekuwa akipigania sana nchi ya Kenya kwa muda mrefu. 2007 amekuwa akipigania, lakini amekuwa akikosa kiti ile la presidency Kenya. But sasa tunavyotarajia kwa siku 3 kura itakavyopigwa, natumai kuwa ataweza, anamtakia ushindi. Boniface akiongezea amesema kwamba waziri huyo wa zamani ako na imani kwa kupata kiti cha AU. Alivyosema jana na kwenye mahubiri iliyofanywa jana pale Nairobi, ako na imani sana. Josephat Kipruto anamuunga waziri wa zamani Raila Odinga na ana nia ya kusema kwamba, kwa majina anaitwa Josephat Kipruto Chepkion, mimi ni mkaaji wa Eldoret, Eldo Pride. Kwa kiketi cha AU naunga Raila kwa kuwa anaweza kile kiketi ajiwanie. Miaka 5 mzee baada anaweza juu ako na experience ya pale. Manuel Kipkemboi, mkaaji wa Eldoret, anamuunga mkono mheshimiwa Raila Odinga na anasema kwamba kiti ya AU kwa baba naona iko mzuri, sio mbaya, tunamtakia mema, na kwa Afrika nzima huyo mzee atatusaidia sana. Hata kwa miaka yake kama wanasema ati imeenda, ako mzuri sana, ako na experience na ako na roho safi. John Tanui, mkaaji pia mfanyabiashara, anamuunga mkono Raila Odinga akisema amewania kiti kwa muda mrefu. Nataka nishukuru sana kwa sababu ya election ya
OAU, moja mataifa ambaye yuko katika sehemu ya Afrika wote. Kwa hivyo nataka niseme tu jambo moja. Tunajua Raila amepigania mambo mengi ambaye inatakikana kufanya katika Kenya. Lakini sasa amepata kazi mzuri. Vile mimi naona yeye anaenda vizuri kwa sababu amepata kiti, hawezi kusumbukana na kitu, hawezi pigana na siasa, ataenda kutumikia nchi za Afrika. Tanui vile vile anamuomba Rais William Ruto amshike mkono Mheshimiwa Raila. Naomba Rais atusukume hiyo election mpaka aende apite. Naam, kila Mkenya ana haki ama uhuru ya kutoa maoni yake, na hii leo katika kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret tumeweza kuambatana na wakazi ama wakaaji katika kaunti hii, na wameweza kutupa maoni dhidi ya AU na wametoa maoni yao, wengine wakipinga, wengine wakiunga mkono. Nikiripotia runinga ya Prudent, kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret, jina langu ni Maureen Jeptum. Hii leo katika kitengo cha makala maalum tunaungana naye Valerie Makena ambaye ametuandalia mengi zaidi kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Katika tasnia ya habari, muonekano wa mtangazaji ni muhimu. Leo tumekutana na Mzee Motara ambaye amebobea na ana ubunifu katika utengenezaji wa nguo za wanahabari. Katika ulimwengu ambapo muonekano una maana kubwa, mchereheshaji mmoja amekuwa akishona mafanikio kwa wale wanaosema hadithi zinazochora dunia yetu. Mtaalamu wa mavazi anayehakikisha waandishi wa habari wanavaa vyema mbele ya kamera, na pia shujaa ambaye aliyekuwa mstari wa mbele wakati wa janga la corona. Safari yake haikuishia kwenye maski wa kutengeneza hizo manguo za serikali. Kutoka hapo nikakuja nikawaja nikaanza kujitegemea up to now. Akiwa na mapenzi kwa mitindo na macho ya kipekee, alianza kushona mavazi ya kipekee kwa waandishi wa habari, akihakikisha kuwa sio tu wanaripoti habari bali wanajiangalia vyema wanapofanya hivyo. Toka kwa kushona kwa ajili ya jicho la umma hadi kulinda jamii kwa kila mshono, si tu mchereheshaji, ni mvumbuzi, kiongozi wa jamii na mshirika wa kuaminika kwa wale wanaoelimisha na kulinda. Hivyo basi wanahakikisha kuwa watangazaji wa habari wanapendeza kulingana na taaluma yao. Imekuwa ni kazi na sanaa. Kutoka kwangu, Makena Valerie. Mtazamaji, hakuna refu lisilokuwa na mwisho. Nami niruhusu pia nitie kikomo kwenye habari zetu za wiki hii. Kumbuka kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Prudent College of Media. Jina langu ni Melab Ngetich.